Naye naibu rais Profesa Kithure Kindiki sasa anasema kuwa serikali haitoruhusu viongozi kuhujumu uthabiti wa kitaifa kwa manufaa ya kisiasa. Akizungumza katika eneo la Kilgoris, kaunti ya Narok, wakati wa ibada ya kutoa shukrani za madhehebu mbalimbali, Kindiki alisema umoja ni muhimu, akisema kuwa kutovumiliana kisiasa kutazuia maendeleo na ukuaji wa uchumi. Mwanahabari wetu Abdiaziz Hashim anatuarifu kuwa naibu rais alimkosoa mtangulizi wake, akisema anapaswa kumsaidia na sio kumpinga rais. Naibu rais Profesa Kithure Kindiki pamoja na viongozi kutoka eneo la Maa walikuwa Kilgoris, kaunti ya Narok kwa ibada ya kanisa leo. Naibu rais alitumia hafla hiyo kuwahutubia viongozi aliowashtumu kwa kuendesha siasa za migawanyiko. The roads we are building, the electricity we are connecting, the jobs we are trying to get our young people, all those things can be undermined if our national unity, national stability and national peace is compromised. Mambo yao imeenda kombo na wameenda vile wameenda. Na hata wakienda vile wameenda, unaona bado wanaeneza ukabila. Sisi tungependa tuwe Kenya ambaye iko huru bila ukabila. Kindiki alisisitiza kwamba ukosoaji wa kujenga dhidi ya serikali unakubalika, lakini sio kwa manufaa ya kisiasa. Na kama ni maoni mazuri yatajumuishwa katika ujenzi ya taifa letu. Lakini hakuna mmoja wetu ako na ruhusa ati kwa sababu ako na maoni tofauti kusambaratisha amani na utulivu wa kitaifa. Huku akiwahimiza wakazi kuwapuzilia mbali baadhi ya wanasiasa hao, Kindiki alisema kuwa serikali inayojumuisha pande zote imehakikisha kuna ushirikishwaji. Na ndio unaona mambo ya kuchochea wananchi imeenda chini, kwa sababu hata wale ambao walikuwa wapinzani sasa hivi wanasukuma gurudumu la kuendelea na mambo ya wananchi, kwa sababu mambo ya viongozi itakuja baadaye siku ya uchaguzi. Wakati huo huo, alimkosoa mtangulizi wake. Kuna wengine walipewa kazi kawashinda. Sasa unaenda kushindana na mkubwa, na unajua lazima kuwe na mkubwa mmoja at a time. Ama namna gani? Kuna shida hapo. See, there must be only one person at a time. Wewe umeshika sasa kiti cha deputy president na unamsaidia Mheshimiwa Ruto kabisa. Sisi kama governors ya UDA na Kenya Kwanza na kwa Kenya mzima tumesema tukushikilie ili uweze kusaidia rais wetu aweze kuendesha Kenya yetu. Abdiaziz Hashim, Darubini Wikendi.